Na kusalimu asubuhi ya leo kwa upendo wa Mungu wetu aliye hai. Nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu, na ujumbe wetu unasema usitazame kilichosimama mbele yako, ila uitazame ahadi ya Mungu. Kitabu kile cha Hesabu mlango 13 mstari wa 30 hadi 32. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa akisema, na tupande mara tukatamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tukapigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza, wakisema, ile nchi tulipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaokaa ni watu wote ambaye tuliwaona ndani yake ni warefu mno. Ndugu yangu, asubuhi ya leo, hakuna kitu kinachokatisha tamaa kama kutazama vinavyokatisha tamaa ama kuvisikia maneno ya kukatisha tamaa. Musa aliwatuma watu 12 kuwakilisha kila kabila ili wakalete taarifa ya Kanani, na wote walipanda pamoja. Lakini kuna waliopanda wakatazama Kanani kwa namna ya rohoni na kwa namna ya mwilini, na waliotazama Kanani kwa namna ya rohoni na kwa namna ya mwilini ni wachache sana. Waliotazama kwa jinsi ya mwili ni wengi. Na waliporudi kwa Musa, alikuwepo Kalebu, wakasema, hakika tunaweza tukapanda tukatamalaki. Si kwamba Kalebu na wenzake hawajawaona wanafeli au hawajawaona waneki au hawajawaona watu warefu au hawajaona maboma. Wameona kila kitu, lakini walichokitazama zaidi ni ahadi ya Mungu iliyo katikati ya maadui. Maadui walikuwepo, lakini walitazama ahadi ya Mungu, kwamba Mungu anayetuleta Kanani katikati ya watu wasiomjua Mungu zaidi ya kujua miungu ana makusudi. Kwa hiyo waliacha kufikiri juu ya watu warefu, waliacha kufikiri juu ya maboma makubwa, wakafikiri ahadi ya Mungu. Maandiko yanasema Mungu amezikuza ahadi zake kuliko jina lake. Nataka nikwambie mpendwa, ukitazama kilichosimama mbele yako badala ya Mungu utashindwa. Lakini ukiinua macho yako ukamwona Mungu katikati ya vita, katikati ya maadui, ndio sababu mwandishi wa Zaburi anaandika, anasema, yeye kwetu ni kimbilio na nguvu na msaada uonekanao tele kila wakati. Nikwambie mpendwa, asubuhi ya leo, kilichoko mbele yako, kilichosimama kukutisha, hakina uwezo wa kukuzuia, kwa sababu una Mungu. Pengine tu kama una Mungu. Maandiko nasema, lakini wale wengine waliwaletea habari mbaya, habari ya kukatisha tamaa, habari ya kuvunja moyo. Wakasema, hatuwezi kwenda, tuliwaona watu warefu,
Tena ukisoma mistari ya chini anasema tukajiona mapanzi nafsini mwetu. Hakuna kitu kibaya kama kujiona huwezi, wakati Mungu anaona unaweza, kwa sababu yeye ndiye akutiaye nguvu ya kuweza. Ndio sababu Paulo anaandika, anasema ninaweza mambo yote. Maana yake kuna mambo nisiyoyaweza kibinadamu, lakini ninaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kuna vitu ni kweli kibinadamu huwezi, lakini kwa sababu na Mungu aliye hai, aliyekusudia uwepo chini ya jua, atakuwezesha usikoweza wewe. Wewe ni kuinua macho yako na kutazama kama vile Stefano alipomtazama Bwana. Nataka nikuambie mpendwa wangu, asubuhi ya leo, rafiki yangu, ukiangalia kitabu cha Zakaria mlango wa 4 mstari wa 6, kuna mlima ambaye tunasoma kama mlima, lakini ni watu, ni majaribu yalisimama mbele ya Zerubabeli. Ndipo maandiko nasema akajibu akasema, hili ndilo neno la Bwana, Zerubabeli, kusema si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana. Kwamba kilichosimama mbele yako hutaweza kushinda kwa akili tu, lakini kwa uwezo wa Mungu utashinda zaidi ya kushinda. Ni kutazama ukuu wa Mungu. Isaya 31 mstari ule wa 3 anasema, basi Wamisri ni wanadamu wala si Mungu, na farasi zao ni nyama wala si roho. Na Bwana atakaponyosha mkono wake, kwamba kilichosimama mbele yako si Mungu. Maana yake Mungu ana nguvu kuliko kilichosimama mbele yako. Katika Yohana sura ya 1 ule mstari wa 4, ama ukianza mstari wa 1, maandiko yanasema, na pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Maana yake neno lina nguvu ya kutushindania mahali ambapo sisi hatuwezi kushinda. Ndio sawa, nasema hakuna kilichofanyika ila pasipo yeye, kwamba neno lina nguvu ya kuondoa kilichosimama mbele yako. Nataka nikuambia asubuhi ya leo, itazame ahadi ya Mungu, usitazame kilichosimama mbele yako. Siku moja wanafunzi walikuweko mahali fulani. Kama kawaida, Petro akasema, kama ni wewe niamuru nije. Na Yesu akamwamuru, akatembea juu ya maji. Lakini maandiko yanasema alipoona mawimbi akaona shaka, akashindwa kutembea, lakini akapiga kelele akasema, Yesu niokoe, kwa sababu ninazama. Akashikwa mkono na Yesu. Nataka niseme nini asubuhi ya leo? Ayamkini kuna vitu vitasimama mbele yako kama mawimbi, kama dhuruba, ili usiendelee mbele. Hebu mtazame aliye mbele ya dhuruba lako, mtazame aliye mbele ya mawimbi yako, maana atanyosha mkono na atakushika. Mungu wa amani akutie nguvu. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, simama na uonekane kwenye maisha ya mtoto wako ambaye Mungu kuna mambo anayaona mbele yake badala ya kukuona wewe. Kuna mwingine anaona kushindwa, kuna mwingine anaona kutokufaa tena, lakini Mungu wa amani, ninaomba onekana kwa ajili ya maisha yake, ukitimiza ahadi yako katika maisha yake, maana we ni Mungu utimizaye ahadi na maagano. Watoto wako asubuhi ya leo na waombea neema yako iwatunze na kuwafunika kwa jina la Yesu mwaminifu,
Amen. Rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew